Niwaambie ndugu zangu, si kweli kwamba eti mpaka leo vyombo havijui balozi mstaafu, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa mstaafu, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi mstaafu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mstaafu, Balozi Polepole, eti vyombo vyote havijui iko wapi. Si kweli, si kweli, si kweli. Kama Polepole ametowekea akiwa Tanzania, I am 100% nina hakika kabisa kwamba vyombo lazima viwe vinafahamu iko wapi, na kama havifahamu basi Tanzania sio sehemu salama kuishi. Lakini mimi kwa kiwango kidogo najua competence ya vyombo vyetu na wakuu wa vyombo. Najua, narudia tena, mimi najua competence ya wakuu wetu wa vyombo. Najua kabisa. CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu, ni mtu competent, anaiweza kazi. IGP Wambura ni mtu competent kabisa, namfahamu Wambura tangu akiwa Kinondoni pale, namfahamu Wambura tangu akiwa kanda maalum. Wambura amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambura ni mtu competent. Mimi I'm 100%. Huwezi kunidanganya kwamba eti Wambura hajui kabisa. Wambura atakuwa anajua. Lakini Wambura anamwendeaje bosi wake? Kusema kwamba bosi hili swala haliendi vizuri, atapoteza kazi. DJIS eti ndugu yangu Suleiman Mombo eti hajui kabisa. Anajua. Lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui au generali kiongozi wa magereza hajui. Wanajua, lakini sasa watafanyaje? Wakitulia ndani ya mimi nawahakikishia wa Tanzania tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu ni competent, lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hao wakuu wa vyombo ili na wao watulindie nchi yetu.